Ni siku nyingine tena, ni Ijumaa. Karibu tena katika kipindi chetu hiki cha Morning Glory. Wewe ambaye hata leo umeendelea kushikamana nasi mpaka siku hii ya leo, basi na tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii ya leo ambayo Mungu ametuamsha tukiwa na afya na nguvu na akili ambayo ina utimamu wa akili na mwili. Basi tupite katika maombi kwa muda mfupi kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa asubuhi hii ya leo. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii nyingine tena. Ni Ijumaa ambayo Mungu umetupa sisi watoto wako kama zawadi. Hatujaiacha, lakini tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya siku hii, kwa sababu tunaamini ni wewe ndio uliotupa nafasi ya kuona asubuhi hii tena nyingine. Tunaomba toba, ukitupa msamaha na ondoleo la dhambi katika kila eneo ambalo Mungu tulianguka, kwa maana sisi tuna akili na fikra za kibinadamu. Tunakuomba Bwana Yesu ukatusafishe tena, ili basi nasi tuweze kutembea katika utakatifu wako ambao wewe Mungu unatamani kutuona nao. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini, amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu tena kwenye somo letu la nguvu ya mazungumzo. Bado tunaendelea kujifunza vitu vingi kupitia somo hili, na leo tutaenda kujifunza kuna uhatari gani zaidi kama itatokea Mkristo hataweza kulinda nafasi ya kuzungumza kwake, hataweza kulinda kinywa chake. Ni nini kinaweza kikawa kina uhatari endapo Mkristo au mwanadamu atashindwa kulinda kinywa chake katika nafasi ya kuzungumza, katika nafasi ya kuzungumza? Moja kati ya maeneo ambayo adui mwovu Shetani anamtafuta sana mwanadamu, na anamtafuta kwa ukubwa na kwa umakini wa hali ya juu, ili aweze kumwangusha, aweze kumtia katika dhambi, aweze kumtia katika uasi na makosa. Basi ni pamoja na sehemu ya kinywa, ni pamoja na sehemu ya kuzungumza. Katika eneo hili adui huwa anatumia akili kubwa sana kuliko maeneo mengine yote. Anatumia akili na nguvu sana katika kumshawishi mwanadamu kufanya dhambi, katika kumtenganisha na uwepo wa Mungu ili aweze kuanguka katika uovu. Ni katika eneo hili la mazungumzo. Hii ndiyo sehemu yenye nguvu zaidi kwa Shetani. Ni sehemu ambayo yeye anaiona kabisa ni sehemu ambayo akiitumia hiyo kwa mwanadamu, basi anaweza akampata kwa urahisi. Utakumbuka katika habari ya Samsoni, one of the very strongest man kuweza kuishi katika ulimwengu huu alikuwa ni yeye Samsoni. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilimwangusha hata akaweza kutoa ile siri ambayo yeye na Mungu ndio walifanya agano, akamwambia mkewe Delila juu ya agano lile, naye akaanguka katika taabu kubwa. Kwa hiyo kama si kuzungumza na mke wake, kwa sababu utakumbuka Delila alikuwa akimshawishi kwa njia ya mazungumzo, akimshawishi kwa njia ya maneno matamu mume wake Samsoni, hata akaweza kumkubalia na kumwambia ile siri. Alikuwa akimkatalia mara kwa mara, alikwenda mara ya kwanza, alikwenda mara ya pili. Kila namna alivyokuwa akienda akijaribu kumshawishi amwambie, Samsoni alikuwa akimkatalia na kumdanganya. Lakini ikafika wasaa Shetani akaushinda ule akaushinda usemi wa Samsoni, hata akaweza kutamka kitu ambacho kilikuwa ni siri kati yake yeye na Mungu wake, na hapo tukaona anguko kubwa la Samsoni limetokea. Lakini si hilo tu, utakumbuka hata moja kati ya watu richest man, watu ambao walikuwa ni wana uwezo mkubwa sana kifedha, lakini walikuwa na wingi wa maarifa kiasi cha kwamba mpaka Biblia inataja kuwa hapatawahi kuja kutokea mtu wa namna hiyo. Mfalme Suleimani, hata yeye alianguka katika dhambi kwa sababu tu aliruhusu kuzungumza na wake zake, aliruhusu kusikiliza, alishawishiwa kupitia wake zake, hata akaweza kufanya dhambi ya kutengeneza miungu ya masanamu ili wake zake waiabudu. Kwa hiyo kama si nafasi ya kuongea kwao hawa watu wawili, ni mpaka wakaweza kuanguka katika dhambi hiyo, wasingeweza kama wangeweza kushinda ile sehemu ya mazungumzo, kama wangeweza kujizuia walau kwa uchache, kwa namna ambayo labda wangeweza wao, wasingeweza kuishia katika dhambi na maanguko yale.
Hao ni wawili tunaowasoma kwenye Biblia, lakini leo katika ulimwengu huu yupo mimi, yupo wewe ambaye uliwahi kuanguka katika shida fulani, uliwahi kupita katika matatizo fulani, si kwa sababu haukuwa na akili sawa sawa, si kwa sababu haukuwa na fedha ya kujikwamua katika eneo lile, bali ni kwa sababu ulitamka vitu ambavyo viligharimu maisha yako mpaka sasa. Lakini hatujachelewa, kwa sababu tunayo nafasi ya kujifunza zaidi, tukiendelea kujitengeneza kuwa bora, ili basi tuweze kushinda katika eneo la mazungumzo. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari ule wa 9, kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 9, maandiko matakatifu yanaeleza juu ya jambo ambalo Ayubu alikumbana nalo. Ayubu sura ya 2 mstari ule wa 9. Maandiko yanasema hivi: ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunajifunza kitu kimoja, kwamba adui, nimeshatangulia kusema hiki kitu, adui huwa anatumia zaidi nafasi ya kinywa katika kumwangusha mwanadamu, kwa sababu anajua maneno ndiyo sehemu yenye nguvu zaidi katika mwili wa mwanadamu. Kuna mahali kwenye Biblia wamefananisha ulimi na usukani wa merikebu, kwa maana ya usukani wa meli kubwa, na anasema kwamba meli hiyo ambayo inaweza kugeuzwa kulia na kushoto, huku na huku, kwa sehemu ndogo ya usukani. Sasa angalia, ulimi unafananishwa na usukani wa meli. Maana yake ni kwamba maisha ya mwanadamu yanaweza yakawa ndiyo meli hiyo. Sasa maisha yako yanaweza kupelekwa kushoto na kulia, yanaweza kupita katika dhoruba la wimbi la bahari, kwa sababu tu usukani wako ambao ni ulimi ulipeleka mwili wako au ulipeleka maisha yako huko. Kwa hiyo kama kuna eneo unatakiwa uwe makini nalo, ni sehemu ya ulimi. Kama kuna eneo unatakiwa uwe makini nalo zaidi, ni sehemu ya ulimi. Daudi katika Zaburi yake moja anaandika, anasema hivi: Bwana, ukaniwekee mlinzi katika kinywa changu, ukaniwekee mlinzi katika kinywa changu, kwa sababu anajua katika kinywa chake kunaweza kukapita uovu ambao yeye asiwe aware au asiwe tayari kuwa anaufanya, lakini kwa sababu tu hakuwa na ulinzi katika kinywa chake, basi akaanguka katika dhambi hiyo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kama Wakristo kujifunza ni namna gani sahihi ya kulinda vinywa vyetu. Mke wa Ayubu anamwambia Ayubu, hata sasa, hata leo hii bado unaendelea kushikamana na ukamilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Utakumbuka maneno haya anayasema mke wa Ayubu baada ya kuona mumewe amepita katika changamoto kubwa ya ugonjwa, changamoto kubwa ya afya. Amekuwa akipigwa, akishambuliwa na majipu kila itwayo leo katika utosi wake, kutoka katika utosi mpaka unyayo wa mguu. Lakini mke wake unafika mahala anachoka, anamwambia umkufuru Mungu ukafe. Huyu ni shetani tayari ameshakipossess kinywa cha mke wa Ayubu. Huyu ni shetani tayari ameshakitawala kinywa cha mke wa Ayubu. Tayari kwa kutawaliwa kwa kinywa chake, shetani anataka sasa dhambi, ule uovu utoke kwa mke wake uende kwa Ayubu kwa njia ya mazungumzo. That's why nilikufundisha it is very important for you kuwa makini na ni kitu gani pia unachokisikiliza, kwa sababu mazungumzo ni katika kuongea na kusikiliza. Kwa hiyo licha tu ya kwamba wewe unasema kitu kwa mtu fulani, lakini ni lazima pia uwe makini unasikiliza kitu gani kutoka kwa mtu gani, kwa sababu uovu unaweza ukawa transformed kutoka kwa mtu A kwenda kwa mtu B kwa njia ya mazungumzo, kama vile nyoka ambavyo aliweza kumshawishi mama yetu Eva, akaweza kumshawishi Adamu na kula lile tunda. Vivyo hivyo uovu ulitaka kutoka katika kinywa cha mke wa Ayubu kwenda kwa Ayubu mwenyewe, na anajua, anasema hivi, umkufuru Mungu ukafe. Sasa hapa nitakufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Kukufuru ni dhambi kubwa sana, na kukufuru ni dhambi inayotokana kwa njia ya kuzungumza.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Kukufuru ni dhambi ambayo inatokana kwa njia ya kuzungumza. Ina maana dhambi ya kukufuru inapatikana kwa kuongea. Kwa hiyo mke wa Ayubu alichokuwa akikitaka, hakutaka Ayubu afanye kitu kingine zaidi ya kutamka kwa kinywa chake. Anamwambia hivi, umkufuru Mungu ukafe. Umkufuru Mungu ukafe. Ina maana mke wa Ayubu alijua kabisa ili huyu mtu Mungu aondoke ndani yake, ili huyu mtu Mungu, roho ya Mungu ijiachanishe naye, kimoja atakachokifanya kikubwa kitakachoweza kusababisha, kitakachopelekea roho wa Mungu akamwacha huyu mtu ni kupitia kutamka kwake. Atamke kitu gani? Atamke kufuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema umkufuru Mungu ukafe. Maana yake alijua atakapotamka, maana yake roho ya Mungu itajiachanisha naye. Ina maana kama ni umauti hawezi kupata Ayubu kwa sababu Mungu bado yupo naye. Kwa hiyo ili apatwe na umauti, kwa sababu pengine mke wa Ayubu alikuwa ameshachoka heka za kuuguza. Pengine mke wa Ayubu alishachoka kumuona mumewe anapitia katika changamoto hili. Kwa hiyo alichokuwa akitaka kukiona ni mume wake akiwa amelala kwa maana ya kufa. Kwa hiyo alikuwa anajua fika kwamba huyu mtu mpaka hii leo hajakufa, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote. Hajakufa kwa sababu Mungu bado yupo pamoja naye. Kwa hiyo akajua, akapiga hesabu, akasema sasa ili huyu mtu Mungu aondoke ndani yake, ili huyu mtu Mungu atoke katika nafsi yake, ni lazima huyu mtu atende dhambi. Na moja kati ya njia ambayo alitaka aitumie mume wake ili atende dhambi, amkosee Mungu, ni kwa njia ya kutamka, ambayo angefanya hivyo maana yake angekuwa amekufuru. Kwa hiyo roho wa Mungu angejiachanisha naye. Kwa hiyo maana yake umauti ungempata Ayubu kwa kutokana na kukufuru kwake. Unaweza ukasema hivi, hasara ya kibiashara unaweza ukaipata kwenye maisha yako kwa sababu ya maneno uliyowahi kutamka juu ya biashara hiyo. Uzima na ugonjwa katika mwili wako unaweza kuupata kwa sababu ya maneno uliyowahi kutamka. Kama ni familia, unaweza ukaitengeneza familia yako, ukaivunja ndoa yako au ukaijenga kutokana na yale maneno uliyowahi kutamka. Ni nini unatamka unapofikwa na shida? Ni nini unakifanya the moment ambapo umefikwa na changamoto? Kwa sababu changamoto sio kitu ambacho kinamfanya mtu aanguke katika maisha yake, ila ile reaction ambayo mwanadamu anaifanya baada ya kufikwa na changamoto, hiyo ndiyo inaleta matokeo au inaleta ukubwa ama udogo wa changamoto hiyo. Kwa hiyo wengi tunapita katika misukosuko ya kimaisha. Wengi tunapita katika katika hadhi ambazo Mungu hakuwahi kufikiria sisi tupite katika namna hiyo, lakini ni kwa sababu ya reaction zetu tunapofikwa na changamoto. Mke wa Ayubu, baada ya kuona kuna ugumu wa kuuguza, baada ya kuona kuna ugumu wa kuendelea kumuona mume wake akiteseka juu ya hali ya ugonjwa aliyokuwa nayo, anaamua sasa kumshawishi ili aweze kutamka maneno ambayo yangekuwa ni uovu, ungekuwa ni dhambi kwa Mungu, ili Mungu aweze kujiachanisha naye. Wakati wowote, mahala popote unapofikwa na changamoto, unapofikwa na tatizo, kubali kwanza, pokea, lakini pili, jifunze kunena ushindi katika changamoto hiyo, kwa sababu kutoka kwenye kutamka kwako, huko ndiko uzima wa wewe kutoka katika hiyo changamoto uliyokuwa nayo. Kama mwili wako utakuwa umejazwa na imani, kama nafsi yako itakuwa imejazwa na imani, utakachokitamka ni imani, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Kwa hiyo tujifunze kujifunza sana neno la Mungu. Watu wengi tunashindwa, tunaanguka katika mitego ya kutamka vitu vigumu, vitu vibaya tunapofikwa na changamoto, ni kwa sababu hatujifunzi na wala hatuiweki miili yetu kuwa ni makazi ya neno la Mungu. Lakini unapojifunza neno la Mungu, unapojifunza mafundisho yake, unapoangalia Yesu aliendesha vipi maisha yake, kupitia hiyo hali unaweza ukaitengeneza nafsi yako kutamka baraka hata wakati unaona unapita katika taabu. Unaweza ukajifunza kutamka ushindi hata wakati unapokuwa unapita katika kushindwa.
Kinywa cha Mkristo kinatakiwa kizungumze positives. Kinywa cha Mkristo kinatakiwa kitamke kushinda hata wakati wowote anapokuwa amefikwa na changamoto. Mwangalie Daudi anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe Bwana upo pamoja nami. Ni unasema kitu gani unapokuwa unapitishwa katika changamoto? Unanena kitu gani unapokuwa unapitishwa katika changamoto? Kinywa chako ni kama cha Daudi, kinywa chako ni kama cha mke wa Ayubu. Ni lazima ujifunze kutambua una react vipi na changamoto ambayo imekufika. Wengi tunaanguka katika maisha yetu kwa sababu hatukuwahi kusema vyema tulivyofikwa na tatizo. Nitakuombea siku hii ya mwisho ambayo tunafunga somo letu hili la nguvu ya mazungumzo. Wewe mtumishi wa Mungu, ujifunze kunena imani, ujifunze kunena ushindi, ujifunze kuzungumza kila lililo jema, hata wakati ambao haufai kabisa. Hata katika wakati ambao unaona hauwezi, lakini sema mimi ni mshindi. Umeanguka huko chini kabisa, inuka useme mimi ninasonga mbele. Inuka useme mimi nitaendelea. Usikae kulalamika, mtumishi wa Mungu. Usikae kusema hapa siwezi tena. Usikae kusema Mungu ameniacha. Atakuacha kweli, kwa sababu maneno yetu yanaumba kile ambacho kinatokea katika matokeo matokeo ya wakati huo. Kwa hiyo ni lazima ujifunze ni kwa namna gani unaweza ukatamka kutoka kwenye ile changamoto uliokuwa nayo. Basi nitamuomba Mungu wakati huu mfupi, ili basi aweze kukupa nguvu na akupe namna ya kuweza kutoka katika changamoto. Hata kama umefikwa na changamoto kubwa kiasi gani, jifunze kunena yaliyo mazuri. Basi tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wiki hii. Asante kwa sababu Mungu umeweza kunitumia kama chombo kwa saa wote ambao wewe Bwana uliruhusu kuwa pamoja na watumishi wako mahali hapa. Ninakushukuru kwa ajili ya zawadi hii ya neno lako ambalo Mungu limefundisha wengi, ambalo Mungu limeokoa wengi hata sasa. Tunashukuru na leo tumejifunza juu ya kulinda vinywa vyetu. Tunakuomba Bwana mfalme wa amani, ukatupe nguvu ya kuelewa kunena vyema hata tunapofikwa na changamoto. Wewe Bwana ukawe kiongozi katika kusema kwetu. Ukatupe kauli ambazo Mungu zitatupa kushinda katika shida ambazo tunazipitia. Ukatupe kauli ambazo Mungu zitatupa kuweza katika changamoto ambazo tunazipitia. Kinywa chetu kitawaliwe na neno lako, Mungu wetu, kwa sababu sisi ni watoto wako. Basi nasi tunaalika neno lako likae katika vinywa vyetu, ili Mungu tunapofikwa na changamoto yoyote tuweze kunena yote yaliyo mema, na wewe ukatusaidie kwa msaada ulio mkuu na wa kiungu. Kwa neema yako tuzidi kufaa sana katika changamoto za maisha zetu. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Asante sana, niendelee kukukaribisha tena kwa vipindi vingine vijavyo, na zaidi niendelee kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakichangia sadaka zao katika namba yetu hiyo inayopita hapo chini. Basi tuombe kwa ajili ya wao. Asante Bwana Yesu, tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu Mungu umekuwa mwaminifu. Asante kwa sababu umekuwa mwema katika maisha yetu. Hata umeweza kugusa mioyo ya watumishi wako wakaweza kukutolea dhabihu hizi. Tunakuomba Bwana zikanene mema. Tunakuomba Mungu zikanene iliyo baraka, ili katika yote Bwana yakafanyike kwa sifa na utukufu wako. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini, amen. Amen. Nikushukuru sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kwa ratiba ya wiki nzima. Mungu akubariki sana. Asante sana. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali, na sisi kipekee nichukue nafasi pia kushukuru mtumishi wa Mungu. Na mimi Mungu tupa ratiba tena wiki ijayo tutaendelea tena, na mimi basi nitamke neno. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Usiache kuendelea kufuatilia vipindi vyetu, usiache kuendelea kufuatilia kujifunza, usiache kuendelea kushare, kucomment na kusubscribe pia, ili kila siku endelee kupata mafundisho yetu. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde, Mungu akutunze. Amen. Amen. Mungu akubariki sana.